ni hatari kubwa sana ukawa kijana na ukawa huna taarifa sahihi ama upate taarifa kwa wakati iliyo sahihi juu ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kimaendeleo zinazofanywa na rais pamoja na serikali yake kwa ujumla. It is very dangerous. Maeneo kadha wa kadha tumewahi kuambiwa sababu kubwa ya umasikini kwa vijana ni ukosefu wa nini? Wa taarifa. Sababu kubwa ya umasikini kwa vijana sio ukosefu wa mtaji, sio historical background ya kijana, sio mazingira duni yanayomzunguka kijana. Umasikini kwa vijana walio wengi unasababishwa na kutokuwa na taarifa sahihi kiuwezeshaji za kimaendeleo zinazopangwa, zinazotengenezwa, zinazowekwa kwa ajili ya vijana. Ni nani hapa leo hii anafahamu kwamba licha ya kwamba wewe ni mwanafunzi ndani ya chuo chako, lakini una haki ya kupata mkopo kutoka ngazi ya halmashauri kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizowekwa kwa ajili ya kuanzisha biashara ama shughuli yoyote ya kiuchumi ili ujiongezee kipato? Ni nani anayefahamu hapa kwamba licha ya wewe kuwa mwanafunzi huko chuo, iwe ni mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, pasipo kujali level ya elimu uliokuwepo, kama diploma, cheti ama bachelor, una haki ya kuwa sehemu ya wanufaika wa kuomba kukopeshwa bila riba kwa masharti nafuu katika sehemu ya mikopo ya bilioni 200 zilizotengwa na serikali kwenda katika Wizara ya Maendeleo ya Vijana, ili kusudi tondokane na kundi kubwa la vijana wanaokosa ajira na mitaji kwa ajili ya kuanzisha shughuli zao rasmi za kiuchumi. Ni nani anayefahamu hapa, licha ya kwamba wewe ni mwanafunzi wa chuo kwa ngazi ya elimu uliokuwepo, kwa kozi hiyo hiyo unayosoma, wewe ni sehemu ya vijana ambao unapaswa kuwa mnufaika wa 30% za tenda na zabuni zinazotengwa na serikali kwa ajili ya kusupply either bidhaa ama huduma muhimu za kijamii. Vijana hoye! Vijana hoye! Ni nani anayefahamu hapa, kwa sababu ya diplomasia nzuri iliyowekwa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan na mataifa kadha wa kadha, hasa yaliyoendelea kiuchumi, kielimu, kisayansi na kiteknolojia, ziko fursa za kupata ufadhili wa kimasomo, scholarship na sponsorship katika mabalozi ya mataifa hayo katika nchi yetu hii, kwa sifa mojawapo tu kwamba ni raia mwema, ni kijana mwema wa nchi hii ya Tanzania, una akili timamu, umemaliza elimu yako, unataka ujiendeleze. Unataka ukajiendelezee wapi? Nataka nikasome nje ya nchi yangu kwa malengo ya kupata experience mpya, ili nikirudi ndani ya nchi nije na mawazo mapya kwa ajili ya kuchagiza maendeleo. Sasa hayo hayafiki hata 10% ya fursa zinazohusu vijana zilizotengwa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama hizo 10% ufahamu, huo masikini unakuachaje salama? Kama hizo taarifa huna, unawezaje ukaikomboa familia yako wewe itokane na umasikini? Unawezaje ukajikomboa wewe katika umasikini? Unawezaje wewe ukawa sehemu ya wazalishaji wa ajira katika jamii inayokuzunguka, kwamba unaanzisha biashara yako, unaanzisha shughuli yako muhimu ya kiuchumi katika jamii yako, huku ukitaka kuajiri wengine?
Unawezaje ukayafanya mambo makubwa ya namna hiyo kama huna taarifa rasmi juu ya fursa zilizowekwa kwa vijana na serikali? Mama Semewe hoye! Mama Semewe hoye! Lakini katika maeneo yetu hapa Singida hii na halmashauri hii kuna utekelezaji wa miradi kadha wa kadha ya ujenzi. Inawezekana ikawa ni ujenzi wa barabara, inawezekana ikawa ni ujenzi wa chuo kama jengo lilokuwa hapo, inawezekana ukawa ni ujenzi wa zahanati ama hospitali. Ni nani anafahamu kwamba ni maelekezo kwa mujibu wa sheria kwamba watendakazi katika miradi hiyo asilimia zaidi ya 90 wanapaswa kuwa vijana wa Kitanzania. Jana Mheshimiwa Rais ameweka jiwe la msingi kule Kigoma kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tabora hadi Kigoma. Kwa mujibu wa taarifa, ule mradi unahitaji vijana 15,000 watakaopata ajira kwa muda kuanzia mwaka 2026 hadi 2030 mpaka mradi unakamilika. Je, vijana sisi tuna taarifa hiyo kwamba kuna kazi ya muda, ajira ya muda ya kutekeleza mradi wa reli ya kisasa SGR kutoka Tabora kilomita 506 hadi Kigoma? Na ni maelekezo yametoka, vijana 15,000 waajiliwe, wawe sehemu ya watendakazi katika mradi huo. Nani ana taarifa hizo? Hapa katika halmashauri yetu ziko fursa nyingine hata za usafi wa mazingira katika barabara, katika mitaro, katika masoko. Ni nani anajua kwamba ni maelekezo mahususi ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba tenda hizo za usafi katika maeneo ya umma, public areas, lazima vijana wawe wanufaika, watekelezaji wa hiyo miradi.